Leo ndio CCM walikuwa wanakamilisha ziara ya katibu mkuu katika mkoa wa Dar es Salaam, ambapo leo mkutano mkubwa umefanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee, ambapo halmashauri ya wilaya ya Ilala ndio ilikuwa inakamilisha mkutano huo wa kuwakutanisha wajumbe wa mashina na wenye viti katika ukumbi wa Diamond Jubilee wakiongozwa na katibu mkuu wa chama hicho Dr. Asha Rose Migiro. Leo katika mkutano huu mkubwa katika wilaya ya Ilala, katibu wa itikadi na uenezi wa Chama cha Mapinduzi Kenan Kiongozi amepata kuzungumza na wanachama hawa na kuwaeleza hakuna mtu yoyote anaweza kuidogosha CCM. Kiongozi amesema Daktari Asha Rose Migiro ndiye katibu mkuu wa kwanza anayekwenda kutekeleza ilani ya CCM kwa 100% chini ya uongozi wa mwenyekiti Daktari Samia Suluhu Hassan. Huyu hapa Kenan Kiongozi, tumsikilize. Niwashukuru viongozi wa kata, matawi pamoja na mashina na mabalozi wetu. Katibu mkuu alikuja na falsafa ambayo inasema shina lako linakuita. Falsafa hiyo tumeona inazaa matunda makubwa na mazuri ndani ya chama chetu na jumuiya zake. Tunaamini sote na tunakubaliana kwamba msingi wa chama cha siasa ni shina kwa mabalozi. Naomba tuwapongeze mabalozi wetu na viongozi wa kata ambao mko hapa. CCM oye! Ndugu katibu mkuu, sipendi kutumia muda wako mwingi. Mengi viongozi wamezungumza hapa, wamesema kwa upana wake, na serikali kupitia kaimu mkuu wa mkoa ameeleza yale yaliyofanyika katika kipindi cha miaka mitatu minne ambayo imefanyika katika utekelezaji wa ilani. Lakini ndugu katibu mkuu, niseme jambo moja, sisi hapa Dar es Salaam Chama cha Mapinduzi kipo salama na Chama cha Mapinduzi kitaendelea kuwa salama, na hakuna mtu, kundi au genge ambalo litatutisha Chama cha Mapinduzi katika kutekeleza ilani yetu ya uchaguzi ambayo tumeinadi kwa wananchi. Na mimi niwaombe wana CCM mlioko hapa na viongozi wazazi wetu mlioko hapa, chama hiki kinatutegemea. Wajibu wa kulinda hadhi na heshima ya Chama cha Mapinduzi ni wajibu wangu na wako wewe ulioko hapa, sio mtu mwingine. Wenzetu wanapambana kwa kila namna kuhakikisha wanadogosha jitihada ambazo zimefanywa na chama hiki. Hatutakubali hata dakika moja. Kazi kubwa serikali ya Chama cha Mapinduzi imeifanya. Miradi ya maendeleo imetekelezwa. Ukienda kwenye sekta ya elimu, makubwa yamefanyika, na hapa tumeelezwa hakuna mtoto aliyebaki nyumbani, wote wameenda shule kupata elimu kama ambavyo Daktari Samia Suluhu Hassan alielekeza. Piga makofi kwa mwenyekiti wetu wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo tusikae hapa kwa unyonge. Hatuna sababu ya kuwa na hofu. Chama chetu kimefanya makubwa, na niwaambie, chini ya uongozi wa katibu mkuu wetu wa chama hiki Mheshimiwa Balozi Daktari Asha Rose Migiro, ilani ya uchaguzi itakwenda kukamilika kwa 100%. Na niombe tusisite kutoa taarifa pindi tunapoona ucheleweshwaji wa miradi ambayo imeletewa fedha na serikali. Wajibu wa kusimamia miradi hiyo kama chama tunao kwa 100%. Tulinadi ilani, tuliwaambia Watanzania tunakwenda kuwatekelezea 1, 2, 3. Ikifika 30 watatuuliza mliahidi hili, hamjalitekeleza. Mkiona kuna mkwamo upo huko kwenye maeneo yenu, leteni taarifa ndani ya chama, tupeleke kwa katibu mkuu, na mwisho wa siku mageuzi makubwa yatafanyika kuhakikisha Watanzania wanapata huduma bora. CCM oye! Lakini jambo lingine, mwenyekiti wetu wa chama na rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ametimiza wajibu wake kwa 100% zote. Wajibu wetu uliobaki ni kwenda kumuunga mkono, kuhakikisha dhamira yake njema kwa Watanzania inakwenda kukamilika. Na hiyo kazi hawatafanya watu wa vyama vingine. Chama cha Mapinduzi tuwe mstari wa mbele kuweza kushirikiana na mwenyekiti, na Watanzania wengine watatuunga mkono kwa 100% kubwa. Katika kumalizia, demokrasia yoyote duniani
Jambo la kwanza, inabidi ijali mahitaji ya msingi ya wananchi wake, na mahitaji ya msingi yanaeleweka. Lazima mwananchi awe na chakula cha kutosha, apate malazi, apate chakula, lakini apate tiba. Haya ni mambo ya msingi ya kwanza katika mahitaji matatu ya mwanadamu. Chama chetu kimetekeleza hilo, lakini tuna demokrasia ambazo zinahubiriwa za kuvuruga nchi. Tusikubali kuwa na demokrasia za hovyo za namna hiyo. Demokrasia ya kweli ni ile inayojali utu wa mwananchi. Tujifunze Libya, walichochewa, wameharibu nchi, imekufa. Nenda Iraki, walichochewa, wameharibu nchi, imekufa. Nenda Afghanistan, wamechochewa, wameharibu nchi, imefanya nini? Imekufa. Tanzania, tusikubali kuchochewa na watu wasioishi ndani ya nchi yetu kutuharibia taifa letu. Kina baba, toeni elimu. Kina mama, elimisheni vijana wetu, na vijana tusikubali kutumika kama ngazi ya wahalifu kwenda kuchoma taifa letu. Tanzania yetu tuilinde kwa wivu mkubwa. Wazee wetu wakiwemo waasisi wetu wametimiza wajibu wa kutuletea uhuru, wamekuza uchumi. Hapa palipobakia, sisi kama vijana tuna wajibu wa kuendeleza tunu ya amani na utulivu, ili kizazi kinachokuja kiweze kunufaika na matunda ambao watayarithi kama sisi tulivyorithi kwa wazee wetu. Tusiharibu taifa letu. Mwisho, ndugu katibu mkuu, Ilala leo wametisha sana. Ilala wamevunja rekodi sana, na niseme Ilala wanahitaji wapewe maua yao sana. Ilala oye! Dr. Samia hoye! La mwisho, tusimame kidogo, tusimame kidogo, tusimame kidogo. Weka tochi juu namna hii, peleka upande huu, rudisha huku, twende kwa sawa, huku twende huku, huku twende huku. Tuna imani na Samia wetu. Toa sauti, twende. Tuna imani na Samia wetu. Samia kweli, o kweli. Samia kweli jama, o kweli. Tuna imani na Migiro wetu. Tuna imani na Migiro wetu. Migiro kweli, o kweli. Migiro kweli mama, o kweli. CCM, CCM, Chama cha Mapinduzi. Wapinzani wanajua, na Ilala mnajua. Wembe, wembe kupita ule, wembe uo, wembe uo, wembe, 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 wembe uo, wembe uo. CCM, CCM. Na Migiro anajua, na Esheta anajua, na vijana mnajua, na wazazi wanajua, kina mama wanajua. CCM oye! Haya, zungusha tochi juu, zungusha, 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 zungusha. Dr. Samia oye! Wataweza kweli!
Nashukuru sana ndugu katibu mkuu kwa kupata fursa ya kutoa salamu za mkoa